Wengi tumekuja kumfahamu Pipi Jojo baada ya kukutana na Chief Godlove. Lakini kama nikikuelezea maisha ya Pipi Jojo huko nyuma, historia yake na mpaka kufikia pale alipo sasa hivi, hakika unaweza ukatokwa na machozi au pengine unaweza ukamuonea huruma kwa kiasi kikubwa sana, kwa sababu kila ambacho anakifanya sasa hivi na ila hatua ambayo amepiga sasa hivi ina wingi wa majonzi huko nyuma, lakini pia amekosa kabisa malezi ya kulelewa na wazazi wote wawili kwa pamoja. Kwa nini? Ilikuwaje? Lakini kumbuka ilifika time pia yeye ndio akawa baba mwenye nyumba. Yaani Pipi Jojo na udogo wake ule akawa ndiye mtu ambaye anachukuliwa kama icon ya familia, kwa maana bila yeye familia haiwezi kula. Utajiuliza kwaje Pipi Jojo mtoto kike mdogo kabisa vile alikuwa ni kama vile baba mwenye nyumba kwa ajili ya kuisaidia familia? Kwani alikuwa hana wazazi au vipi? Yote nitakusanua kwenye hii video. Sasa muhimu zaidi, anza moja kwa moja mwanzo mpaka mwisho hii video ukapata kufahamu kweli wote historia ya Pipi Jojo kuanzia huko nyuma. Kuna mengi ambayo kwenye interview amekuwa kama vile akiyafumba, lakini ni kutokana na maisha ambayo amewahi kuyaishi akihisi kwamba alikuwa ni maisha ya aibu. Lakini yote kwa yote, ngoja mimi nikuweke sawa hapa ili mwisho siku uweze kufahamu yale yote. Sasa kama ni moja watu ambao ndio kwanza kabisa umekuja kumfahamu Pipi Jojo baada ya kukutana na Chief Godlove, basi onyesha upendo kwa kubonyeza neno subscribe hapo. Lakini pia kama ni miongoni mwa watu ambao ulikuwa unamjua hata kabla hajaweza kukutana na Chief Godlove, pia onyesha upendo kwa kubonyeza neno subscribe hapo chini ya hii video kwa ajili ya kuonyesha love na ku appreciate kipaji chake kila ambacho tumekuwa tukiona. Of course na kipaji kikubwa sana. Kwa hiyo kama umependa jinsi ambavyo anaimba, basi ukisubscribe hapo chini hii video utakometisha sana. Mimi naitwa Gabby Official, hii ni Bongo Vibe, tuanze moja kwa moja ukapata kumfahamu Pipi Jojo. Kwanza kabisa ningependa tufahamu jina lake halisi. Mara nyingi kwenye interview tumekuwa tukiona kwamba amekuwa kiulizwa kuhusiana na jina lake, amekuwa anasema kwamba yeye anajiita tu Pipi Jojo, anaitwa hivyo hivyo Pipi Jojo na angependa ifahamike hivyo. Lakini kwenye interview na Chief Godlove alisema kwamba anaitwa tu Gladness, lakini hakuweza kusema jina lake halisi ni nani. Lakini kwa mujibu wa taarifa za watu wa karibu, inasemekana kwamba jina lake anaitwa Gladness Mwakasonda Mwampamba. Hilo ndio jina lake. Limekaa Kinyakyusa zaidi, and I think naye pia ni Mnyakyusa kwa sababu anatokea Mbeya pia. Na nyumbani kwao kabisa ni Mbeya mjini, maeneo ya Isese. Hapo ndipo ambapo aliweza kuzaliwa na maisha yake yote amekulia pale kabla hajaja kukutana na Chief Godlove na kuhamia Dar es Salaam ambako yuko sasa hivi. Sasa maisha yake yamezungukwa na majonzi, kumbukumbu ambazo zinamfanya sometimes anakuwa na hasira na baba yake kwa sababu ya yale ambayo amekuyapitia. Kwanza kabisa Pipi Jojo ni mtoto wa kutoka familia ya watoto wanne, ambapo yeye ndio firstborn katika familia yake, na ameishi na mama yake tangia anajitambua mpaka leo hii. Anasema kwamba kama kuna siku alishawahi kusikia familia sauti ya baba yake ni mara moja tu, ambapo ilikuwa ni kipindi ambacho mama yake alikuwa anaumwa, alafu na yeye pia Pipi Jojo alikuwa anaumwa. Sasa mama yake akaona kama msaidizi wangu mimi ananisaidia kipindi ambacho anaumwa, basi akaona hakuna namna, itabidi tu ampigie simu baba yake ili kumwomba msaada. Ndipo ambapo baba yake akachukua simu kumkesha Pipi Jojo na kusema kwamba kwani huyo mtoto hana ndugu wa kumsaidia. Hiyo ndio ilikuwa wakati wa mwisho Pipi Jojo kusikia sauti baba yake na simu ikakatwa mpaka leo. Sasa tusiende pale zaidi, turudi nyuma, tujiulize Pipi Jojo maisha yake yalikuwaje na vitu kama hivyo. Kwanza kabisa amesoma mpaka sekondari, alafu masomo yake yakakatishia njiani, na hii ni kutokana na kwamba ugumu wa maisha ulimfanya asiweze kuendelea na masomo. Kumbuka wakati huo hata wadogo zake pia walikuwa wanasoma. Mama yake wakati Pipi Jojo anaendelea kusoma alikuja kuugua uchizi. Hii ni kwa mujibu wa yeye Pipi Jojo, kwamba mama yake alikuja kuugua uchizi. Kwa hiyo ikawa hakuna msaada tena, kwa sababu alikuwa anaishi na mama yake tu. Mama yake ndo alikuwa kila kitu katika familia yao. Baada ya mama yake kuugua, ilibidi sasa waweze kuhamia kwa ndugu yao wa karibu, kwa maana ndugu ambaye alikuwa na familia yake pia, lakini na wao wakaongezeka kama familia. Kwa maana ya familia ya Pipi Jojo wakiwa watano, yeye pamoja na wadogo zake watatu, lakini pia pamoja na mama yake, wakaenda kusaidiwa na ndugu yao katika maeneo ya karibu, ambapo alikuwa anawalisha na kuwafanyia kila kitu kama familia yake. Baada ya maisha kwenda zaidi, hali ya mama yake ilionekana kutokutengemaa, yani kiufupi ilizidi kuwa mbaya. Ndipo ambapo ilifika wakati sasa mama yake akawa hawezi kufanya chochote. Hapo ndipo Pipi Jojo ilibidi aache shule na kuweza kufanya kazi za mtaani. Lakini kabla ya hapo
ni kwamba kabla hajaacha shule mama yake kwa kuwa alikuwa hawezi kutoka kwenda kufanya shughuli nyingine, na ilifika wakati ndugu wakawa kama vile wamewachoka, basi ilibidi ampigie anko wake ambaye alikuwa Dar es Salaam na akawapa pesa ambayo iliwawezesha kupanga nyumba. Na wakati huo sasa mama yake na Pipi Jojo akawa anajihusisha na kutengeneza viubuyu pamoja na clips na kumpa mtoto wake kwenda kuuza shule ili at least aweze kupata chochote kitu ambacho kitafanya maisha yao yaende. Lakini katika hiyo biashara Pipi Jojo alikuwa anabahatika kupata 5,000, 3,000, kitu ambacho ilikuwa haitoshi kabisa kuendesha maisha, lakini pia nauli ya yeye kwenda shule. Baadaye akaamua aweze kuacha shule. Hapo ndipo ambapo ilibidi arudi mtaani sasa, kwa sababu angesomaje ila hali hata mahitaji ya darasani alikuwa anayakosa. Aliamua kwenda kutafuta kazi ya mgahawa, na hapo ndipo ambapo ilibidi aweze kudanganya umri, kwa sababu alikuwa na miaka 14 kwa wakati huo, lakini alienda kudanganya kusema kwamba ana umri wa miaka 17 ili tu aweze kupata kazi. Maisha yaliendelea akiwa analipwa shilingi 2,000 katika huo mgahawa ambao alihitajika kwenda saa 1 kamili asubuhi mgahawani na kurudi saa 4 usiku, huku hiyo 2,000 ilitumika pia kama nauli ya kutoka mgahawani kule mpaka kurudi nyumbani. Kwa hiyo mwisho wa siku alijikuta kama anabakia na 1,000 tu, ikiwa ndio pesa ambayo ilikuwa inapatikana kama faida ya ile kazi ambayo ameweza kuipata. Maisha yaliendelea, lakini Pipi Jojo anasema kwamba ugumu wa maisha ulimfanya akatambua kipaji chake cha kwamba okay, naweza nikaimba. Ndipo ambapo alianza kuimba zile nyimbo za karaoke. Of course najua nafahamu zile karaoke. Sasa alianza kuimba vile, na baadaye maisha yalivyozidi kwenda, kwenye live za TikTok alikuja akakutana na Chief Godlove. Hapo ndipo ambapo maisha ya Pipi Jojo yalikuja kubadilika, na akawa sasa Pipi Jojo huyu ambaye tunamwona sasa hivi, kwani Chief Godlove alimshika mkono na kumpambania kuhakikisha kwamba Pipi Jojo anakuwa msanii yule ambaye tunamwona sasa hivi, na pengine kuwa next level zaidi. Na ndio maana mpaka leo hii unamwona Pipi Jojo anapambana vile. Na ukiangalia pia title ya EP yake ni ina reflect kwamba lengo lake, target yake kubwa ni kumfanya mamake ajivunie, kwa sababu ndio kitu ambacho sasa hivi amekuwa kikiwaza, kwa sababu mama yake anamwangalia yeye kuwa ndiye msaidizi wake, na hali ya mama yake mpaka sasa hivi hawezi kufanya chochote. Wadogo zake wanamtegemea, ndugu pia wamewachoka kutokana na ugumu wa maisha, hali ya mama yake ambayo hawezi kufanya chochote. Sasa hii imemlazimu Pipi Jojo kuona kwamba nafasi ambayo ameipata kwa Chief Godlove basi aweze kuitumia vizuri, na ndio maana tumekuwa tukiona kwamba imefikia hatua akasema kwamba basi mimi Chief Godlove nitakuwa namuita baba yangu. Na Chief mwenyewe pia alikubali kwamba atachukua nafasi ya kuwa baba wa hiari wa huyu mtoto wa kike, na mwisho wa siku maisha yaweze kwenda mbali zaidi. Sasa hiyo ndio historia fupi na machache ambayo pengine ulikuwa huyajui kuhusiana na Pipi Jojo. Tuambie ulikuwa unafahamu kipi kuhusiana na Pipi Jojo ambacho mimi sijaweza kukusanua hapa, lakini pia kama imekugusa kwa namna moja ama namna nyingine, basi onyesha upendo kwa kubonyeza neno subscribe hapo chini ya hii video, utakometisha sana. Mimi naitwa Gabby Official, mpaka next video, bye bye.